Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumepata nafasi nyingine tena ya kusimama mbele ya Yesu Ekaristi na kumwambia tumekuja tena kuzungumza na wewe, tumekuja tena kukusikiliza, tumekuja tena kukuabudu. Hatuna mwingine isipokuwa wewe peke yako. Na siku hii ya leo tutajifunza walau kwa ufupi somo zuri sana ambalo ukiliweka kwenye matendo yako ya kila siku au kaliweka likawa kama lifestyle yako, litakusaidia sana kwenye maisha yako, na si tu kwenye maisha yako, na hata kwenye majukumu yako ya kila siku. Linaweza likaonekana kama jambo ambalo limezoeleka, lakini ukilichukulia kwa namna nyingine, utalitazama kwa namna iliyo bora sana na inayoweza ikakusaidia ukafanikiwa kabisa kwenye maisha yako ya kila siku. Somo lenyewe linasema hivi: namna sadaka ya misa takatifu inavyoweza kuifungua familia iliyofungwa na vifungo vya nguvu za giza. Namna sadaka ya misa takatifu inavyoweza kuifungua familia au mtu aliyefungwa na vifungo vya nguvu za giza. Ilikuwa ni mwaka jana, nilikutana na dada mmoja. Alikuwa ameolewa, lakini ndoa yake haikudumu hata miezi mitatu, na wote wana uwezo mkubwa. Aliyekuwa amemuoa alikuwa na uwezo mkubwa sana, naye binafsi pia alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo hata honeymoon, baada ya kufunga ndoa, walienda Dubai, na ndoa yao ilikuwa ni ya kifahari kimsingi. Sasa yule dada, pete zao zilikuwa ni za dhahabu, yaani walitumia milioni 100 kununua zile pete. Ya mme ilikuwa milioni 50. Pete hiyo ilienda kwa sonara, dhahabu tupu. Ya mke naye milioni 50. Kwa hiyo alienda akawa amenunua hiyo pete. Baada ya kuinunua, manake ndo alivalishana sasa. Kumbe alienda kwa sonara. Ile pete aliyoenda akanunua, mojawapo ilikuwa ni pete ambayo kuna mtu aliinunua baadaye akairudisha, yaani baada ya ndoa yake kuvunjika akapatwa hasira, akaiuza kwa bei ya hasara. Sasa huyo dada ni kama alichukua mojawapo ya zile pete. Sasa baada ya kuwa amefunga ndoa, kakaa muda mfupi tu, ile ndoa ikavunjika. Kila mmoja akachukua msini zake. Sasa yule dada ni mtoto wa kwanza kwenye familia yao. Kumbe ile jambo likawa linamsumbua sana, kwamba ni hakika kwamba nimewaibisha wazazi wangu, jamii na wadogo zangu, kwa sababu
hata aina ya sherehe tuliyofanya ni sherehe ya kifahari, ni sherehe yenye uwezo mkubwa sana, lakini haya yametokea yaliyotokea. Akajikuta tu yuko kwenye mtanziko, akapata mtu mmoja akamshauri, akamwambia Zanzibar kuna shehe mmoja anaweza akakusaidia kumrudisha huyo mwanaume na mkaendelea tu kuishi vizuri. Akaenda kule Zanzibar, akaenda akasomewa visomo, akarudi. Kweli baada ya siku 3 yule mume wake akamtumia message, akamwambia unaendeleaje, nimekumisi. Na huyu binti naye akareply akasema naendelea vizuri, haya si tunaweza tukayazungumza. Okay, kweli wakayazungumza, wakarudiana tena. Hawakukaa muda kama wiki 3 tena yakaibuka yaliyoibuka, wakaachana. Akarudi tena kwa yule shehe, akamwambia kimetokea kilichotokea, akamfanyia alivyomfanyia, lakini haikuwezekana tena. Mind you, huyu binti ni Mkatoliki, lakini unajua wakati mwingine unapokuwa umekumbana na changamoto ni rahisi sana kupokea kila ushauri unaoweza kuja mbele yako, hasa ule ushauri unaoona kwamba huu unaweza ukanisaidia nikatoka kwenye hayo mazingira. Yani ni rahisi sana, hata mtu akikwambia kwamba fanya hivi, as long as unaona kwamba hiki ambacho nimeshauriwa kitaniletea utulivu wa moyo au majibu ya haraka, ni rahisi sana kufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo hata mimi simlaumu kwamba kwa nini labda alisikia huo ushauri akaenda huko alikoenda. Kwa hiyo mambo yakawa yameharibika kwa kiwango hicho. Akakutana na rafiki yake moja, akamwambia hebu turudi Roman, mbona kuna kila kitu. Mbesa mimi nitaanzia wapi? Kwa sababu nikienda kwa mapadri wanaishia tu kuniambia kwamba wewe sali, mambo yatakuwa sawa. Yaani sioni zile hatua za haraka haraka zikichukuliwa, na mimi huku ndani naungua. Siku moja akiwa anapita YouTube, nafikiri akakutana na mafundisho niliyokuwa anayatoa mahali fulani, akanitafuta kweli, tukakutana tukaongea. Lakini tulivyokuwa tunaongea, unaona kabisa kwamba ni yule mtu hawezi akakutazama usoni. Kimtazama tu unaona anakuepesha macho na nini. Akasema huyo atakuwa na changamoto. Basi nikamwambia ulikuwa unapendaje? Akaniambia nilikuwa natamani ndoa yangu isivunjike. Mimi ndo mtoto wa kwanza, aibu gani hii? Inawezekana kweli mimi ndo nimemkosea yule bwana au yeye amenikosea, lakini mimi niko tayari kwa lolote lile. Akanipa picha yote kwamba ameenda mpaka Zanzibar akafanyaje. Nikamwambia sasa mimi tunaweza tukafanya hiki ambacho nataka nikushauri, lakini cha kwanza umeshaikana imani. Hicho ni cha kwanza, umeshaikana imani. Sasa nitaomba, sio lazima ukiri hadharani, lakini nitaomba nikuunganishe kwanza na padre, uungame na ukiri kwanza imani yako upya, alafu baada ya hapo tuzungumze. Kweli akanisikiliza, tukufanya hivyo. Tukawa na mfungo binafsi. Kaambia basi utasali novena hii kwa muda fulani, alafu baada ya hapo tukutane tusali kwa pamoja. Kwa tukamaliza ile novena, nikamtafuta padre mmoja, nikamwambia baba, naomba misa, tunataka tusali na mtu fulani. Tukawa na misa ya watu 3, mimi na yule binti na huyo na padre, tukasali. Kini lengo Mungu atuoneshe kwamba nini ambacho kimemfunga huyu binti.
Sasa kwa sababu ilikuwa ni kama familia misa ya uponyaji na kumwomba Mungu atuoneshe changamoto ya huyu binti, baada ya kuwa padre amemaliza kutoa tafakari kwenye Injili, kamwambia basi ninaomba tusali. Tukashikana mikono wote watatu, tukatengeneza kama duara kwenye misa hapo, tukasali. Wakati tunaendelea kusali, ile binti akadondoka chini, kaanza kupiga makelele. Kwenye ile makelele ndo akaanza kulipuka, lakini akawa anaonesha kidole kile cha ndoa, kidole kile cha ndoa na ile pete. Anaonesha. Sasa hauwezi ukamvua pete ya ndoa, lakini sasa akaanza kulipuka, akasema changamoto ni kwamba hii pete aliyoinunua ni ya mtu ambaye aliolewa, wakazinguana na mwenzake na akairudisha kwa sonara. Sasa huyu alipokuwa anatafuta pete ya kuvaa kwenye ndoa yake, akaenda akauziwa na sonara ile pete. Kwa hiyo shida ikaanzia pale. Kwa hiyo shida ni pete. Tukaendelea tu kusali. Baada ya hapo tukashauriana na padre kwamba sasa pete ya watu hii sasa tunafanyaje, na ndo ina changamoto. Padre akasema ngoja nimbariki. Yaani ile ananyosha tu ule mkono wa baraka, ndo kwanza yanalipuka upya. Sasa yakalipuka, yakasema kwanza huyu amepata, hata mwanaume aliyekutanishwa naye wa kumwoa amekutanishwa na mizimu ya kwao, yani mizimu ya kwao binti ndio imemkutanisha na yule mwanaume, ikijua kabisa kwamba huyu hata dumu kwenye ile ndoa. Kwa nini? Kwa sababu huyu binti pamoja na kwamba ametoka kwenye familia ambayo ni tajiri, baba ni tajiri, mama ni tajiri, hata hao wazazi wake, baba yake na mama yake, walikuwa hawaishi pamoja. Yaani walikutana tu kwenye sherehe, kwa sababu ni watu ambao labda wana pesa, lakini wanalinda sasa ile faraga ya watoto kwamba wanaita co-parenting, labda kushirikiana, na wao hawako pamoja. Na sio hilo tu, bibi mama wa baba yake na binti, na yeye hakuwahi kuwa na mahusiano mazuri na mume wake, maana yake na yeye waliachana. Kwa hiyo kulikuwa na hako ka channel. Unajua wakati mwingine shetani anaweza akakukutanisha na aina ya mtu ambaye anajua kwamba nikimkutanisha na huyu hata alichokibeba hakiwezi kikafika mbali, au nikimkutanisha na huyu hawawezi wakaendelea pamoja. Ni mfumo wa kiroho. Ni kama ambavyo ni vigumu sana maskini kumwoa tajiri. Ndio maana utaona kwamba ni rahisi sana maskini kwa maskini kuoana. Kwa nini? Wanapooana wanaenda kuendeleza ule maskini wao. Ni kanuni. Tajiri kwa tajiri anamuoa, ndio hivyo. Maskini kwa maskini anamuoa maskini mwenzake ili wakazae maskini wenzao. Iko hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Huo ni mfumo. Kwa hiyo kupitia ile sadaka ya misa takatifu, hayo yote yakafumbuka, yakaonekana kwamba kwenye hii familia kuna hii changamoto. Sasa umeshajua kwamba changamoto iko wapi, ni rahisi sana kudili na hiyo changamoto. Kwa sababu wakati mwingine kuna aina fulani ya makosa unaweza ukawa unayatenda kwenye maisha yako, unafikiri kwamba labda ni weakness yako, lakini inaweza ikawa sio tu weakness yako,
yanaweza yakawa kuna aina fulani ya mazingira ambayo yanachangia wewe kujikuta kwenye hali kama hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa leo nataka tujifunze sasa nguvu ya sadaka ya misa takatifu. Endapo utajua kuitumia vizuri hii sadaka ya misa takatifu, inavyoweza kukufunulia au kukusaidia kuondokana na changamoto ambazo zinaweza zikao zinakukabili wewe au zinaikabili familia yako. Sasa tutaongozwa na kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 11. Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Aya maarufu sana ambayo wengi tunaifahamu. Inasema hivi: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa, nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa huwa linawaita watu, huwa linaita familia, huwa linaita watu wenye changamoto ili liweze kuwakusanya na kuwapa majibu yao. Ndio maana adhimisho la ibada ya misa takatifu linakusanya kila mtu, kila kabila, kila lugha, kila jamaa, kila mwenye cheo, kila asiye na cheo, kila mwenye familia na kila asiye na familia. Ndio maana sadaka ya misa takatifu popote ilipo, inapotukusanya wote kwa pamoja, wote tunazungumza lugha moja. Sasa endapo sasa kama mnahangaika, ni wapi ambapo mnaweza mkajikusanya na hiyo mizigo yoyote mlioibeba mkaitua kama familia? Tumezoea tukikuwa kwenye familia, hasa hizi familia zetu za Kiafrika, tulikuwa tunaona kila ambapo familia ilipokuwa ikipata changamoto, wazee walikuwa wakikaa, pengine wanasema inawezekana kuna mahali tumekosea, wanafanya kitu kinachoitwa kama ibada. Wanafanya ibada, pengine hata ibada ya matambiko. Lengo ndio maana familia yote wanapokuwa wanafanya matambiko, wanawaita wanafamilia wote au wanaukoo wote kwamba njooni kama familia, kama ukoo, tufanye ibada pamoja, ili tujue changamoto ambayo inatusumbua kama ukoo na kama familia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo popote walipo wanaitwa. Wale wasioweza kufika na wao wanaambiwa hata kama huwezi ukafika, hebu tuma chochote, tuma sadaka. Manake ile sadaka inakuwakilisha wewe ambaye haukuweza kufika. Sasa ni hivyo hivyo, ikiwa mnataka mkusanywe pamoja kama familia, kama ukoo, ili muweze kugundua kinachowasumbua na muweze kupiga hatua mbele, ni sadaka ya misa takatifu peke yake inaweza ikawakusanya, kama ambavyo huwa mnajikusanya kwenye familia, mnafanya matambiko ili kutoa sadaka na kujua changamoto ambayo inawakabili kama ukoo. Sasa wanaoelewa hili jambo wanasaidika sana, lakini usipoelewa hili jambo hauwezi ukasaidika. Utatembea dunia nzima kutafuta unafuu, lakini hautaupata. Kwa nini hautaupata? Si rahisi sana kugundua ambacho kinaweza kikawa kinatembea kwenye familia yako, endapo hautamruhusu Mungu akufunulie na kukuonesha kwamba, mwanangu, hiki ambacho kinakusumbua chanzo chake kinatokea hapa. Sasa changamoto ya watu wengi ni kwamba huwa tunapambana na matokeo tunayokutana nayo kwenye maisha bila kupambana na chanzo kinachosababisha yale matokeo. Kwa wengine huwa tunapambana ili kumaliza kukabiliana na tatizo au kulipooza tatizo, lakini huwa hatupambani kujua chanzo cha hilo tatizo kinatokea wapi.
Sasa kuna aina ya makosa au vyanzo vya changamoto vinaweza vikawa vimetendeka pengine hata miaka 200 nyuma au 100 nyuma. Sasa wewe ambaye umezaliwa kwenye karne hii, hata una miaka 100, hauwezi ukaelewa kwa uwepesi kwamba kumbe changamoto ninayoipitia inatokana na hiki na hiki. Lakini sasa unapomruhusu sasa Mungu mwenyewe ambaye ni chanzo cha yote, atakuonesha kwamba changamoto yako wewe au changamoto yenu kama familia inatokea hapa. Kwa mfano, mnaweza mkao mna changamoto ya kiuchumi kama familia. Kila mnachofanya hakisogei, lakini akili mnazo, malengo mnayo, mipango mizuri mnayo, nidhamu ya fedha mnayo, lakini jitihada zenu hazizai matunda. Katika mazingira kama hayo, kuna aina ya watu ambao hauwezi ukawalaumu kwenye maisha yao kwamba hawafanyi kazi. Kuna watu wanatumia nguvu zao na akili zao na elimu zao kufanya kazi, tena kwa nidhamu ya hali ya juu sana, lakini hawa watu huwa hawana matokeo kwenye maisha yao. Sasa hauwezi ukamlaumu kwamba wewe bana, unajua haujafanikiwa kwa sababu hufanyi kazi. Utakuwa unakosea, kwa sababu kuna mtu kuanzia Januari mpaka Disemba anapambana, tena kwa udi na uvumba. Utamkuta mtu huyo ana nidhamu sana kwenye eneo la pesa. Utamkuta mtu huyo pia ana nidhamu sana kwenye eneo la kazi anayofanya, lakini mtu huyo hana matokeo ya kile anachokifanya au kile alichokiwekea nidhamu. Sasa hauwezi kumlaumu kwamba wewe haufanikiwi kwa sababu hufanyi kazi. Ndio maana kwa mfano hili swala la kiuchumi ni swala la kiroho. Msifu Yesu Kristo. Si mnajua uchumi una sura mbili, una sura ya kiroho na una sura ya nini? Ya kimwili. Ndio maana kwenye sala Baba Yetu tunasali kwamba utupe leo mkate wetu wa kila. Mkate ni nini? Kazi. Mkate ni nini? Biashara. Mkate ni nini? Kilimo. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Sasa unaweza ukakuta mkate wako umenyang'anywa, lakini aliyekunyang'anya haumjui, amekunyang'anya tu rohoni, na hujui kwamba nimenyang'anywa rohoni mkate. Unabaki tu unapiga makitani pale pale. Sasa hauwezi ukaenda ukamvamia mtu fulani kwamba wewe ndo chanzo cha mimi kutokufika mbali. Utakamatwa, utafungwa, mpaka urudi sasa kwenye chanzo chenyewe. Na chanzo ni wapi? Kwenye sadaka ya misa takatifu. Sasa andika pointi hii: misa takatifu ni jibu la kila swali. Misa takatifu ni jibu la kila swali. Yaani swali lolote la kiroho, la kimwili, la kifamilia, la kiuchumi unalotaka kulifahamu kwenye maisha yako, jibu lake utalipata ndani ya sadaka ya misa takatifu. Sadaka ya misa takatifu ni nguvu ya kila unachokitafuta kwenye maisha yako. Ndio maana tunaweza tukashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, kila mmoja maombi yake yakawa ni tofauti. Mimi naweza nikaja kwenye sadaka ya misa takatifu kushiriki sadaka ya misa takatifu kuomba kazi, na kupitia sadaka hiyo ya misa takatifu nikapata jibu la kazi yangu. Mwingine anaweza akawa anakuja kwa sababu anataka uzao na akapata uzao. Mwingine anaweza akaja kwa sababu anatafuta pengine wateja kwenye biashara yake akapata. Yaani kila mtu anakuja na intention yake tofauti, lakini kupitia sadaka hiyo ya misa takatifu ambayo ni jibu la kila swali, kila mmoja anapata portion yake, kwamba wewe umekuja kuomba kazi, kazi yako hii hapa. Wewe umekuja kuomba uzao, uzao huu hapa. Wewe umekuja kuomba amani kwenye familia, hii hapa. Kwa kila mmoja anatoka na jibu lake.
Changamoto tu ambayo sisi Wakatoliki tumekuwa nayo, na hiyo changamoto ninaona kama vile ni mkakati dhahiri kabisa wa Shetani. Imefika mahala Wakatoliki wengi kabisa, kwa idadi kubwa na namba kubwa, wameizoea sadaka ya misa takatifu, kitu ambacho ni kibaya sana. Ndio maana sasa utasikia watu wengine wanasema misa ya kawaida. Hakuna misa ya kawaida. Sifu Yesu Kristo. Yaani hakuna misa ambayo inatofautiana thamani. Ukishaingia tu kwenye huo mtego kwamba misa ya kawaida, haya, misa isiyo ya kawaida ni ipi? Yaani ni kampango fulani ambako kamewafumba wengi macho wasielewe uzuri na nguvu iliyopo ndani ya sadaka ya misa takatifu. Sasa chochote unachokitafuta huko nje, huo unakiacha huku ndani. Nguvu ya aina yoyote unayoitafuta huko nje, muujiza wa aina yoyote unaoutafuta huko nje, huo unauacha humu ndani. Lakini ni vile tu kwa sababu pengine miaka yote umekuwa ukishiriki, unaona kama ni kawaida, na umejikuta kwenye mazingira hayo, unaona hakuna chochote unachoweza kukipata. Unajua leo kanisa Katoliki lipo kwa sababu gani? Sadaka ya misa takatifu, kwa sababu kila siku Kristo anajitoa sadaka mwenyewe, na nguvu ya kanisa Katoliki iko kwenye Ekaristi. Asikwambie mtu, ukitoa hiyo tumeisha, kwisha. Na ndio maana kati ya vitu ambavyo Shetani anavyogopa duniani ni sadaka ya misa takatifu. Ni sadaka ya misa takatifu ambayo Shetani hawezi akaisogelea wala kuiweza. Sadaka zote anaweza akawa nazo sauti, lakini hawezi akawa na sauti juu ya sadaka ya misa takatifu. Kwa nini? Hiyo sadaka ya misa takatifu ni Kristo mwenyewe. Sasa tuna dhahabu mlangoni, lakini tunashindwa kuichimba hiyo dhahabu. Na ndio maana wengi huwa tunakuja kwenye sadaka ya misa takatifu, kushiriki sadaka ya misa takatifu kama watazamaji na sio kama washiriki. Kwa hiyo hata inapoisha unaondoka kama mtazamaji, lakini haukuja kama mshiriki. Lakini kama ungekuja kama mshiriki, ungeweza kufumbua kila kitu ambacho unakiona au unakitamani kwenye maisha yako. Ngoja niwaambie kitu. Hakuna sadaka yoyote inayoweza kumtukuza Mungu kikamilifu kama sadaka ya misa takatifu. Narudia, hakuna sadaka nyingine yoyote inayoweza kumtukuza Mungu kikamilifu kama sadaka ya misa takatifu. Kati ya vitu ambavyo havipitwi na wakati na havitapitwa na wakati ni sadaka ya misa takatifu. Yote unayoona duniani yatapitwa na wakati, lakini sadaka ya misa takatifu haitapitwa na wakati. Yote unayoona duniani yana mbadala, lakini sadaka ya misa takatifu haina mbadala. Mwanadamu ana mbadala wake, mataifa yana mbadala wao, mazingira yana mbadala wake, nyakati zina mbadala wake, lakini sadaka ya misa takatifu haina mbadala.
Kwa nini? Mungu hana mbadala. Sifa Yesu Kristo. Sasa tulio wengi sasa, hii siri tunaichukulia poa. Sasa ninaomba, kama kweli unataka uifungue familia yako kutoka kwenye nguvu za giza. Unajua kuna wale watu wanasema, mimi nimebatizwa, nimepokea kipaimara, kwa hiyo huniambii chochote. Sawa, sikwambii chochote. Lakini mtu huyo anayesema kwamba mimi nimebatizwa, mimi nimepokea kipaimara, sio mimi nimefunga ndoa, mtu huyo anayezungumza hivyo, ukienda kwenye uchumi wake utakuta ni mlala hoi. Ukienda kwenye ndoa yake, ukienda kwenye uzao wake, utakuta wanapumulia mashine. Ukitazama maisha yake ya kawaida, utakuta vitu vingi sana, na utagundua vitu vingi sana haviendi kwenye maisha yake. Sasa kama sadaka ya misa takatifu haikusaidii chochote kwenye maisha yako, unafikiri ni kitu gani wewe kitakachokusaidia kwenye maisha yako? Kwa sababu hakuna sadaka yenye nguvu na inayoweza kutoa msaada wa kila kitu unachokitaka kwenye maisha yako kama sadaka ya misa takatifu. Ngoja niwape ushuhuda. Nilikutana na baba mmoja, ni kijana age wa miaka 45 mpaka 48 hapo. Kama mnavyoona sasa hivi watu wanajitangaza kwa namna mbalimbali. Siku hizi si mnajua, siku hizi waganga hatuwafati kijijini, tunawafuata mjini. Siku hizi unaweza kukuta kuna mtu amekodi gorofa, amechukua kabisa labda gorofa ya kwanza au ya pili, amechukua na vyumba vyote, mganga huyo, na watu wanaenda. Kwa hiyo unakuta magari mengi yamepaki pale. Ukifika yamepaki hapa, huwezi ukajua kwamba ameingia kwa mganga, utajua labda ameingia kwenye ofisi fulani. Kwa nini? Shetani naye anaenda na wakati. Ameona mkiwafuata huko vijijini, umbali ni mrefu, amewasogezea huduma karibu. Shetani naye huwa anasogeza huduma zake karibu. Amesogeza. Sasa kuna huyo kaka sasa, huyo ninayewaambia, kwa sababu ya mapito ya maisha na presha ya watu, alijikuta ameingia kwenye hivi vyama vya siri. Kimoja kinaitwa Illuminati. Lakini ile Illuminati walimwambia kwamba sisi hatukulazimishi kuingia, wana kitu kinaitwa come and see, nenda uone alafu uamue mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu, kamwambia njoo uone alafu wewe mwenyewe utaamua, hatukulazimishi kuingia, hatukulazimishi kabisa kuingia, fanya ufanyavyo, utaamua wewe mwenyewe. Kwa hiyo akamchukua, akamlipia nauli, akaenda mpaka Belgium, headquarter yao, si ni branch yao, si ni headquarter yao. Aniambia alienda akajifunza, akakuta watu mbalimbali wa mataifa mbalimbali duniani wanaenda wanajifunza kwamba utanufaika na hiki na hiki na hiki na hiki, alafu wanawapa uhuru. Yeyote anayetaka kuendelea anaendelea, yeyote asiyetaka kuendelea hawamlazimishi. Kwa hiyo nao akamwambia hutatoa kafara, kwa hiyo amua tu wewe mwenyewe. Mwamba akarudi akapiga mahesabu, akasema ngoja niingie. Akaacha ile kazi ya walimu akaingia. Sasa baada ya kuingia, walipewa mafunzo, wakatajiwa vitu hatari duniani vinavyoweza kuwakwamisha wasiendelee kwenye maisha yao. Kitu cha kwanza akaambiwa sadaka ya misa takatifu.
Cha kwanza kabisa akamwambia, kati ya eneo ambalo kwa kweli unatakiwa kuwa makini na kupambana nalo ni hili eneo la sadaka ya misa takatifu, kwamba mahali popote inapoadhimishwa huwa inaleta mtikisiko sana. Kwa hiyo akaambiwa, tunajua una imani yako, tunaruhusu, pamoja na kwamba umeingia huku, tunaruhusu hata kama utakuwa unaenda mara moja moja, lakini sharti moja tu, kuanzia leo usiamini kile ambacho umekuwa ukikiamini kwenye maisha yako. Cha kwanza akaambiwa usiamini. Kweli yule mwamba baada ya muda maisha yake yakabadilika. Siku moja akalala, akaota ndoto. Alivyoota ile ndoto, aliota ndoto anarusha yai. Muda huo ameshaingia tayari, anarusha yai. Aliporusha lile yai, lile yai likaenda likampiga mama yake. Yaani akaona limepiga kitu, lakini sura iliyotokea ni ya mama yake mzazi. Si alishaingia huku tayari mikataba na nini na nini. Akashtuka, akaendelea kulala. Asubuhi anaambiwa mama yake amefariki. Akaambia hicho kitu kikaendelea kumsumbua. Mwisho wa siku, kwa sababu alikuwa hajafikia bado level nzuri, anaendelea na training taratibu. Akataka kupanda hatua nyingine, wakamwambia sasa hii hatua ikabidi sasa yule mkufunzi wao amwambie kwamba sadaka uliotoa haijatosha. Akauliza sadaka gani? Ndo akagundua mama yake. Wakamwomba nyingine. Ipi? Mtoto wake sasa, na alikuwa na mtoto mmoja tu. Wakamwambia tena, akamwambia hakuna mkuu asiyetoa sadaka. Sifu Yesu Kristo. Hakuna mkuu asiyetoa. Watu wote unaowaona leo ambao ni wakuu kwenye mifumo mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali, ni watoaji wazuri sana wa sadaka, bila kujali hizo sadaka wanazitoa wapi. Kwa vile niko live ningewapa mfano ambao mngejua. Tumsifu Yesu Kristo. Tuliache hilo. Akamwambia hakuna mkuu asiyetoa nini? Kwa hiyo kama unataka uwe mkuu, hiki kitu kinahitajika. Akasema nilimtoa mama yangu, na huyu nimtoe. Akasema it's better toke mimi, lakini mwanangu abaki. Sema tunamtaka huyu mtoto. Siku hiyo tumeenda kwenye hiyo parukia. Sasa ndo tulikuwa na mkutano kama hivi, sio alijichanganya, akawa amekuja katikati ya maombi, akapata changamoto, akashindwa kupumua, na moja ya wale watu ni kwamba moja ya silaha aliyokuwa amepewa ni kwamba anaweza akaja kanisani kama muumini, lakini kuna namna akija mnaweza mkashangaa kanisa zima mmesinzia. Alikuwa na alama hapa. Sasa ile alama ananiambia anaweza akawa amekuja kanisani, akikaa anajishika hivi, alafu anashika ile alama. Kumbe kile kitendo cha kushika ile alama is like anafanya mambo fulani mle kanisani. Sisemi wote wanaoshika hivi, kwa hiyo msije mkaa. Msifu Yesu Kristo.
Kwa hiyo msije mka, yani is like, na ile alama ilikuwa ni kama kanyoka fulani hivi hapa. Akiingia tu mahali ambapo labda kuna hayo matakatifu, anasema eneo ambalo alikuwa anaweza kulimudu ni huku nyuma, lakini akijaribu hata kuelekeza ile silaha huku alipo upadre, anashtukia ameirudisha. Kwa hiyo anadili na hawa. Sifu Yesu Kristo. Haujawahi kukaa na mtu benchi moja, unashangaa toka misa imeanza yeye ni kusinzia, lakini muda wa kukomunika ukifika na yeye anaenda kukomunika, mpaka unajiuliza huyu homilia hajasikia nini, hajafanya, anaenda kupokea nini sasa? Na nyenyuka anaenda kupokea. Sasa siku hiyo watu wote wametoka kanisani, akawa amebaki kwenye benchi, anashindwa kupumua. Faza akaniambia, Boke, kuna mwamba yuko chini. Nikamwambia, Father, hao waumini wako hao, waumini wako hao, nenda. Sema twende. Siku hiyo tumesali, Father amemwagia maji ya baraka hayo. Mpaka nikajikuta nacheka Father anavyotoka jasho. Nikamwambia, waumini wako hao, kwanza ilikuwa sijui saa moja ile mpaka almost saa 4 hapo, ndo sasa yakaanza kupanda fujo mule ndani. Father akaenda akavaa stola. Yule baba alikuwa na viringita hivi, tukawa alikuwa ameshikilia cheni hapo, tukawa tumemtoa ile cheni, nyingine ilikuwa mkononi, tukaitoa na ile cheni. Tukaona kama amepata kanafunga, sema hapa ndo pa kumwachia, au amepona au hajapona, ni muda wa kwenda kupumzika, atajijua. Si umepata upenyo? Basi akaamka, akawasha gari yake, akaondoka. Kesho yake tena akarudi, hali ile ile tena ikamtokea. Sasa tukasema huyu sasa, kabla hatujafanyia chochote, tumuulize kwanza changamoto ni nini. Ndio ikabidi tumwambie, bana, hebu tunaomba kesho asubuhi uje. Akaja, ndo akaanza kufumuka sasa kwamba mimi nimeingia huko, lakini nataka kutoka. Namna ya kutoka ndo sina. Kumbe kule amekabidhiwa vifaa vitendea kazi, kwa amekabidhiwa kama kafimbo fulani kanini. Ndo sasa akawa anatuambia kwamba Mkristo yeyote anayesali adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa ukamilifu, huyo Mkristo ni tishio kwenye ulimwengu wa giza, ni tishio. Kwa nini? Anasema Mkristo yeyote anayesali adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa ukamilifu na akampokea Kristo, huyo Mkristo vita yake huwa sio nyepesi. Hata unapotaka kumshambulia mpaka ujipange,
ndo nikakumbuka kuna kaka moja anafanya kazi serikalini kubwa tu, alikuwa anaishi mkoa tofauti na mke wake. Yeye alikuwa na mkoa A, mke wake yuko mkoa B. Sasa majirani wakamwambia kwamba bana, mke wako huwa analeta hapa watu. Kumbe mke wake alikuwa ameingia mahusiano na bwana mmoja hivi, na yule bwana mmoja, kwa sababu nyumba yao ni nyumba ya wamepiga fence. Kwa hiyo mwamba akijua, anaenda na gari lake, anaenda anaingia pale pop, alafu geti linafungwa. Kumbe wakawa wamenanili mpaka ameonekana. Siku hiyo akaambiwa kwamba kama unafikiri tunakudanganya, leo njoo. Aliambiwa mchana, lakini asubuhi yake yule kaka alikuwa ameshirikia adhimisho la ibada ya misa takatifu. Akawasha gari, akaweka na pisto yake hapa pap, akafika pale, akapiga honi, mlinzi akafungua, akaambia funga hapo. Akaingia na pisto yake amenyosha hivi, akamkuta mke wake na mwamba, yaani amenyanyua hivi ili amshuti. Anasikia sauti inamwambia, leo asubuhi umeshiriki sadaka ya misa takatifu na umepokea, acha. Anatetemeka, lakini ndani anasikia, asubuhi umesali, usiue, asubuhi umesali, usiue hivi. Akasema ananiambia mwalimu. Akafunga kwanza mlango, akawacha ndani, akafungia nje, akaenda akanywa maji. Alafu akanipigia simu, akaniambia mwalimu. Akaambia naam. Akakata kata simu, nikampigia, yaani mpaka nasikia namna anavyohema. Akamuuliza, salama mkuu? Akaniambia sio salama mwalimu. Akaniuliza, mwalimu? Akaambia naam. Mbingu ipo? Mimi ndo nimeiumba kweli? Mimi mwenyewe unaniona niko duniani, unaniona niko duniani. Ngambia ndio kaka. Vipi kwani? Akaniambia mwalimu, nimemkuta mke wangu mpaka tunavyozungumza hivi amenisaliti. Mpaka tunavyozungumza hapa nimemfungia ndani na nimemkuta red handed na mwanaume mwingine. Nikamwambia, kaka, usiue, hivyo usiue. Akatoka nje na hasira, akafyatua risasi juu. Hasira. Akapita akamfyatua mlinzi. Mbafu. Mambo yanafanyika hapa, hata uniambii nani anayekulipa mshahara? Ni kama vile tena zile hasira anataka zimalizie kwa mlinzi. Mbia mkuu, ningekwambia ningepoteza kibarua hapa. Sema akafyatua tena juu. Akanipigia tena. Nikamwambia usiue, na hicho unachofanya hebu acha. Nikamwambia sasa, wewe hebu chukua video hiyo gari, afu nenda wachukue video,
wote wawili, alafu baada ya hapo mfungulie aondoke. Kweli akachukua, akamwambia basi nenda. Alafu akaondoka, hakulala pale nyumbani, akawasha gari yake. Akaniambia, mwalimu, narudi kazini. Nikamwambia, wewe utapata ajali, naomba utafute sehemu hoteli ilipo, upumzike, ulale. Angalia, amesali sadaka ya misa takatifu asubuhi na akashiriki, akapokea mwili wa Kristo. Kwa nini? Kristo hawezi akaua. Sifa Yesu Kristo. Kristo hawezi akafanya nini? Akaua. Ndio maana asubuhi anaambiwa usiue. Umeshiriki sadaka ya misa takatifu, umeshiriki misa asubuhi, usiue. Aliyekuwa anazungumza ndani yake ni yule Kristo aliyempokea asubuhi, kwamba mwanangu, niko ndani yako, usiniaibishe. Ndio maana Mkristo yoyote anayempokea Yesu Ekaristi kwa heshima na kwa upendo, huyo Mkristo huwa haaibiki ovyo ovyo. Kristo huwa yuko ndani yake. Sasa mwishoni kabisa, tunapoenda kumwabudu Yesu Ekaristi, pointi yangu ilikuwa ni hii, kwamba unawezaje ukaifungua familia yako kutoka kwenye vifungo mbalimbali vya nguvu za giza ilivyofungwa kupitia sadaka ya misa takatifu. Cha kwanza unachotakiwa kukifahamu, unatakiwa kwanza kufahamu familia yako au wewe binafsi unapata mashambulizi kutoka kwenye eneo gani. Kwanza hilo. Ukigundua tu kwamba hapa kuna hii shida, unainoti. Baada ya kuinoti hiyo shida, unatakiwa uitengenezee hiyo changamoto, unatakiwa uitengenezee mazingira ya sadaka ya misa takatifu. Yaani hata kama unasema sasa, hii changamoto ninayoiona hii, nataka nishiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu labda kwa siku 100, na nia yangu itakuwa ni moja tu. Unajua changamoto yangu ni kwamba huwa tunaenda na mambo mengi kwa wakati mmoja. Dili na moja. Ndio maana hata kama wewe ni mfanyabiashara, unataka uchumi wako ukue, uwe imara, sadaka ya misa takatifu unaishirikije hiyo sadaka ya misa takatifu? Ndio maana huwa nawaambia kwamba wengi hapa ni wafanyabiashara. Ukiwa na biashara yako hapa mjini, duka lako ni kubwa, fanya kitu kimoja. Nenda kwa paroko wako, alafu mwambie, Father, mguu wangu mguu wako, jambo moja tu nakuomba, ninaomba tuende kwenye biashara yangu. Weka tu hata lisali moja, alafu mwambie, Father, mimi najua unakuja kubariki, lakini ninachotaka ni hiki kimoja. Ninataka uadhimishe sadaka ya misa takatifu humu ndani kwenye hili duka langu. Nini unachokifanya rohoni? Unajenga madhabahu ya Kristo kwenye biashara yako. Sasa utakapofanya hivyo, nini ambacho utakifanya? Tayari utakuwa umemwaga damu ya Kristo kwenye hilo eneo lako, ambayo hiyo damu itanena mema kwenye biashara yako. Nyinyi mnafikiri kwa nini kuna baadhi ya maduka watu wakiingia wanachimbia vitu ndani? Manake ukishamkaribisha Yesu kwenye hiyo biashara yako, hakuna falme yoyote itakayoinuka tena. Kuna mkoa fulani, mwezi wa ngapi, wa 5, nimefungua biashara. Nilichukua kama frame 3, nikakarabati kila kitu ili sasa niweke biashara yangu. Sasa kabla
sijaleta sasa biashara rasmi, nimeweka kila kitu, nikamuita Father, tukaenda tukasali misa mle ndani kama siku 3. Father akaondoka. Kesho yake yule mwenye zile frame aliniletea hela yangu. Siwatani, ningeutaja huo mkoa, lakini kwa heshima ya watu wanaotoka hapa, bwana, hela yako hii hapa na ya ukarabati hii hapa, acha na niliza frame zangu ziache. Nikagundua hata kama nimeondoka, lakini nilikuwa nimetibua tayari mambo ya watu. Unajikuta umenunua kweli uwanja, umejenga nyumba, mpaka unahamia haujaomba misa, unasubiri misa za jumuiya. Wewe hizo ni za jumuiya, hizo ni za nini? Ndio maana saa ingine matoto yanayozaliwa kwenye hiyo nyumba yanakuwa na tabia mbaya, mengine yanakuwa malevi, mengine yanakuwa ya ajabu ajabu. Tumwabudu Yesu Ekaristi.